asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV, bless your day. Ndugu wapendwa wetu, watumishi wa Mungu wa Tanzania wote mnao tutazama katika vipindi vyetu vya Star TV Amka Tumsifu Mungu siku za Jumapili, tunapenda kuwakaribisha katika neno la siku ya leo ambalo tunaamini litakwenda kutia moyo na kuwatia nguvu wote ambao wanatutazama katika mikoa yetu Tanzania na Zanzibar na mikoa mingine ya pembezoni mwa Kagera, wapi, Kigoma na sehemu zingine zote ambako wanatutazama. Kwa majina yangu naitwa Mchungaji Renatus Dominic Lutashobia Benedicto. Niko hapa kuletea neno la Mungu, na Mungu amenipa kibali kwa siku njema leo tuweze kushirikishana neno la Mungu ambalo litaleta matumaini na kuiganga mioyo ambayo imekata tamaa, kuchoka, kutamani kurudi nyuma au kutoendelea mbele. Mungu ametupa neema hiyo ya kuweza kusema na Watanzania. Popote unapotutazama, unaponitazama, nikukaribisha sana sana. Andaa daftari yako au notebook na daftari na Biblia yako. Naamini baada ya kipindi hiki utapata kitu cha msingi ambacho kitakusaidia. Baada ya kusema hayo, naomba nimshukuru Mungu kisha nitaleta neno la Mungu ambalo Mungu amenipa siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante Mungu mwema kwa utukufu wako na kwa nguvu zako. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ketie mahali pa juu palipoinuka. Neema yako ikawe kwa ajili yetu, tukufu na nguvu yako ikawe pamoja nasi siku njema leo. Ninapokwenda kusema na mioyo ya watakatifu wako, wa Tanzania wako mahali hapa, ambao Mungu atakuwa nasikiliza kutoka mikoa mbalimbali. Wengine shauku yao ni kutamani wapate neno litakalokwenda kuwanyanyua siku ya leo, wasonge mbele kwa utukufu wako, Bwana. Wengine ni wadhaifu, wengine ni wagonjwa, wengine wanapita changamoto nyingi mbalimbali, lakini Bwana, siku ya leo umeweka neno jipya ndani yangu ambalo litaweza kuwanyanyua leo kusonga mbele kwa utukufu wako. Ninakushukuru katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Baada ya kusoma neno, baada ya kuomba, natamani tushirikishane neno la Mungu ambalo litakuwa msingi kwa hii siku ya leo. Kichwa chetu cha somo kinasema nguvu ya neno la Mungu. Uko mbele tutajifunza pia nguvu ya matamko, yani namna unavyoweza kutamka neno likaleta matokeo. Ndani ya matamko kuna nguvu kiasi gani? Kuna matokeo ya namna gani? Sasa baada ya kujifunza leo, tutakwenda kupata kitu ambacho kitatutoa mahala kuelekea mahala pengine. Katika kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 4, Mathayo ile sura ya 4 kuanzia ule mstari wa kwanza, Biblia inasema kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Ule mstari wa pili, akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mstari wa 3, mjaribu akamwijia akamwambia, ukiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Mstari wa 4, naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mstari wa 6, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ikiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, ataagiza malaika zake na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Mstari wa 7, Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, aya yote nitakupa ukinianguka na kunisujudia.
mstari wa 10, ndipo Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, muabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamhudumia. Kichwa chetu cha somo kinasema nguvu ya neno la Mungu. Nguvu ya neno la Mungu. Maandiko yanasema neno huua lakini roho huisha. Ndivyo maandiko yanavyosema. Neno huua lakini roho huisha. Na maandiko yanasema neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Kuna kitu kinachosema ikiwa wewe ni mwenye haki. Mwenye haki ana nguvu ya kimamlaka ya kulitumia lile neno na likaleta matokeo. Lakini asiye haki hana nguvu ya kulitumia neno la Mungu na likaleta matokeo. Kwa sababu Yesu alikuwa anasema neno, andiko, na Shetani alikuwa anatumia andiko. Na hakuna mahali katika hao wawili alikosea katika andiko. Wote walikuwa wanasema kitu kilichopo tu kwenye maandiko. Shetani anasema imeandikwa, Yesu anasema imeandikwa. Lakini Yesu alipata wapi nguvu? Kwa sababu alikuwa ni mwenye haki. Alikuwa na haki. Yeye ni mwana pekee. Ndio maana tunasema kwamba tumefanyika kuwa wana wa Mungu. Sisi sio watoto. Yaani kuna watoto. Watoto ni wale ambao ulimwengu mzima wote ni watoto wa Mungu. Wanaomjua na wasiomjua wote ni watoto wa Mungu. Wametoka katika Mungu, wote wametokana na Mungu. Lakini mwana ana upekee, na ndio maana Yesu haitwi mtoto wa Mungu, anaitwa mwana wa Mungu. Na msema wale waliofanyika kuwa wana wa Mungu. Sisi tumefanyika kuwa wana wa Mungu, tunauliamini jina la Yesu lipitalo kila jina, tumefanyika kuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo kwa sababu Yesu alikuwa mwana wa Mungu, alikuwa na nguvu kubwa ya kulitumia neno lake, neno la Mungu, na likaleta matokeo wakati huo. Kwa hiyo ndiyo tofauti ya nguvu ya neno la Mungu. Namna mtu anayelitumia ni nani. Ukisoma habari za watoto wasekewa, wale watoto walimwona Paulo akiponya na mapepo yakiondoka kwa jina la Yesu. Wale watoto wasekewa walikuwa ni wapunga pepo. Biblia inazungumza vizuri ya kwamba wale watoto walikuwa wapunga pepo, manake waganga wa kijiji waliagua kwa kutumia nguvu za giza au kwa kutumia mapepo au mizimu ya kwao. Walipokuta Paulo anaponya watu kwa jina la Yesu na mapepo yanaondoka na watu wanafunguliwa, wakaona hii ni dili kubwa sana kuliko kuanza kunyanyua matunguli, tunatamka tu inakuwa, basi hii ni dili. Na wao wakaenda wakakuta mtu mwenye pepo, wakasema tunakuamuru kwa jina la Yesu yule anayehubiriwa na Paulo, mtoke mtu huyu na muondoke. Yale mapepo yanawauliza swali, Paulo unayemsema tunamjua, na Yesu unayemsema tunamjua, nyinyi ni wakina nani? Kwa nini wanauliza swali? Kwa nini wakati mwanzoni walikuwa wakiendelea na uganga wao, yale mapepo hayakuwasumbua? Hayakuwasumbua kwa sababu walikuwa wanatamka ndani ya agano la kipepo. Walikuwa washirika ndani ya lile agano la kipepo. Sasa hapa hawajatoka, ila wanataka watumie mamlaka ya neno. Na wakati mapepo yakiwaangalia yanaona ni wenzao, lakini wao wanatumia jina ambalo katika ulimwengu wao halitumiki kule. Sasa wanashangaa mnaposema tunataka mtoke kwa jina la yule Yesu anayehubiriwa na Paulo. Yesu alipotamka alikuwa anaonekana zaidi ni wa ulimwengu huo. Paulo alipotamka alikuwa anaonekana zaidi ni wa ulimwengu huo. Nyinyi ni wakina nani? Biblia inasema yakawarukia, wakachana nguo zao, wakakimbia wakiwa uchi. Kwa nini? Kwa sababu hawakuwa wenye haki kulitumia neno la Mungu. Neno la Mungu lina nguvu na linalibadilisha, linauisha, linabadilisha vitu vingi vikubwa katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa watu wa Mungu, nataka pia niwashirikishe kwenye neno la Mungu pia kwenye kitabu cha Mwanzo. Ile Mwanzo sura ya 3. Twende haraka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Sura ya 3. Ile Mwanzo 3:16. Mwanzo 3:16. Mwanzo 3:16 pale kuna neno la msingi ambalo ninaamini litaweza kutusaidia. Maandiko yanasema
akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mmeo naye atakutawala. Narudia tena ule mstari wa 16, akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto, na kwa tamaa yako itakuwa kwa mmeo naye atakutawala. Aliposema hili ni neno la Mungu. Unajua neno la Mungu ni sawa na mtu asiyeonekana. Linapotamkwa katika ulimwengu wa roho huwa linabadilika, linakuwa ni sawa na binadamu, linaenda kuleta matokeo. Sasa Mungu alipomtamkia mwanamke utazaa kwa uchungu, maandiko hayasemi kwamba lile neno lilianza kuleta matokeo wakati huo huo, lakini katika ulimwengu wa roho lilikuwa limeshaamriwa na limeshaanza kuingia kazini. Kwa sababu kabla ya neno, mwanamke hakuwa na tamaa juu ya mume wake. Kabla ya neno hakujua kwamba kuna kuwa mwili mmoja kati ya mke na mume. Hakujua kwamba kuna tendo la ndoa, hakujua yule mwanamke. Kwa sababu haizungumzi kabla kwamba kuna kitu kitokea kabla ya hii laana haijatokea. Anaposema utazaa kwa uchungu, lile neno liliingia kazini saa hiyo hiyo. Ghafla wamemaliza kupewa ile laana na Mungu. Mungu akaondoka zake, nyoka akaondoka zake, akabaki Hawa na mke wake na mume wake. Maandiko yanasema baadaye Adamu akamjua mkewe, akapata mimba, akazaa. Sasa kuna vitu viwili nataka uviangalia hapo, na nilizungumza ile Jumapili nyingine nilipokuwa hapa, lakini leo nataka nifafanue zaidi. Wakati ule Mungu anazungumza na Hawa utazaa kwa uchungu, Hawa alikuwa ajui nini maana ya uchungu. Yaani kuna watu hawezi kujifunza kulielewa kusudi la Mungu au kuyaelewa makusudi ya Mungu anayokuwa akitamka. Mungu anasema utazaa kwa uchungu. Hawa, hebu tuseme wewe ndio Hawa. Hivi unaelewa nini Mungu akisema utazaa kwa uchungu? Kwa sababu kwanza ndio umeumbwa. Hakuwahi kusukuma mtoto mahala. Sasa maandiko yanasema hivi, akabeba mimba, akazaa. Sasa yule Hawa wa kwanza aliyekuwa anaambiwa utazaa kwa uchungu, na Hawa wa pili aliyetembea kwenye kusukuma, walikuwa watu wawili tofauti. Yule Hawa wa kwanza hakujua Mungu anachosema kina maana gani. Hakuelewa sauti halisi ya kimungu inamaanisha nini. Na ndio maana usikii popote baada ya kusema utazaa kwa uchungu kuna mahala labda Hawa alisema Mungu nisamee. Hakuna. Kwa hiyo ukisoma maandiko huko mbele, alipozaa kwa uchungu, inawezekana Hawa japokuwa haisemi alisikia nini, alisema nini, ndiye anajua kumbe Mungu aliponiambia nitazaa kwa uchungu, kumbe uchungu huu alikuwa anazungumza ndio huu hapa. Kwa hiyo kuna watu hawajui Mungu anapozungumza kuhusu ziwa liwakalo moto na kiberiti. Nisikia habari za walevi fulani, na huo mfano nautoa mara kwa mara. Walikuwa wamekutana sehemu, wamelewa pombe, wamekunywa wengi sana. Alafu wakaambizana, eti Mungu anasema huwa kuna moto wa jehanamu, walevi, wachawi wataingizwa huko. Akasema, walevi tulivyo wengi, tukipelekwa kwenye huo moto tunaukojolea mpaka unazimika. Kwa nini? Hawajui Mungu anasema nini kuhusu jehanamu. Hawajui Mungu anasema nini kuhusu jehanamu. Wakati Musa anakutana na Mungu, wanazungumza, alafu Mungu wanawaletea Wayahudi habari za Mungu. Walifika hatua akasema, hapana, hata na sisi ni kama wewe. Kwanza wewe ulishaoa mwanamke ambaye wa kabila lisilotailiwa, aliko ndani ya agano. Sisi tumeoana sisi wenyewe kwa wenyewe. Sasa inakuwaje wewe unakutana na Mungu, sisi hatukutani na Mungu? Sasa Mungu anasema, waambie wajiandae, nitakutana nao. Mungu alipokuja kukutana nao, kabla ya kukutana nao, waliomba msamaha wenyewe, wakasema hapana, hatuwezi kukutana na Mungu huyu. Musa, utakuwa unatuletea hizo habari.
Kwa hiyo Adamu wa kwanza, Hawa wa kwanza akujua Mungu alipokuwa anasema uchungu anamaanisha nini. Lakini Hawa wa pili alipokuwa akisukuma mtoto wa kwanza wa kiume, ndipo alipojua uchungu ambao Mungu alikuwa akiuzungumza ulikuwa unafananaje. Neno la Mungu lina nguvu, linabadilisha, linauisha. Yaani mtu akipewa neema ya kulisoma neno la Mungu akatembea nalo lile andiko, yaani una haja sana ujue maandiko mengine bila faida, kwa sababu kuna wengine unakuta amejua maandiko, ameshiba maandiko kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, lakini ukiangalia maandiko yamemzalisha nini hajui. Yeye amesoma, kuna mwingine anasoma andiko kwa ajili ya kubishana. Kuna mwingine anasoma, utakuta amesoma, mwingine amesoma maandiko anataka abishane, ajitetee kwenye siku ya kuabudu. Mimi naabudu Jumapili ndio niko sahihi, mimi naabudu Ijumaa niko sahihi, mimi naabudu, yani anatafuta maandiko kwa ajili ya kuhakikisha anajihesabia haki ili atembee, ili habishane. Lakini ukisoma neno la Mungu kwa ajili ya kuondoka nalo lilete matokeo kwenye maisha yako, na kuambia huwezi kubaki kama ulivyo. Huwezi kubaki kama ulivyo. Yule kipofu alihitaji kutamkiwa neno tu. Aliposikia habari za kwamba Yesu amepita hapa, Yesu amepita hapa. Nani amepita? Yesu Mnazareti. Yule wa Galilaya ndio amepita hapa, ndio. Sihitaji sana, nahitaji nisikie neno lake tu. Maandiko yanasema tu, alipopiga kelele Yesu ni rehemu, mwana wa Daudi ni rehemu, mwana wa Daudi ni rehemu, akasema nataka nifanye nini? Nipate kuona. Neno, alikuwa anataka neno. Kwa hiyo baada ya kutamkiwa neno tu, ona, pale alipokea kuona, kwa sababu ndani yake lile neno lilikuwa lichaanza kushughulika naye. Lile neno liliingia mahali palipokuwa pako tayari, kuna mbegu, kuna rutuba. Lile neno lilizaa pale, leta matokeo. Ukipanda mbegu yako mahali ambako hakuna udongo wenye rutuba, hauwezi kuleta matokeo. Neno la Mungu linapoingia kwenye mahali palipopaliliwa na moyo wa mtu umechekechwa, umetengenezwa. Ninasemaga habari za jamaa anaitwa Zakayo. Zakayo halichekechwa mapema, moyo wake ulipandwa mbegu, ulipandwa mbolea, ulikuwa tayari kupokea neno. Kwa hiyo Yesu hakuwa na muda sana kujieleza kwa Zakayo. Ilikuwa maneno machache sana na kwenda kula kwako. Zakayo hakusumbuka, alinyanyuka spidi akaenda naye. Kwa hiyo neno, Biblia inasema andiko linaua, lakini roho hanauisha. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu mnaonisikiliza. Mungu awabariki sana mnapoendelea kunisikiliza. Maneno mazuri yana nguvu. Wakati fulani nilikuwa niko kwenye mkutano mmoja wa Injili, wakati nimeandaa mkutano huu wa Injili, na niliamua tu kwenda kibabe kwa sababu sikuwa na pesa ya maana ya kwenye huo mkutano, na nimeondoka na watu wengi sana ambao tutakuwa nao kwenye mkutano huu wa Injili, wanahitaji kula na kunywa. Tumefika pale, tumeshangaa, ametokea binti mmoja ameleta viti. Yaani tumefika pale tu sisi na speaker tunaanza kuhubiri, lakini kabla hatujaanza binti akaleta viti vya sisi tukalie. Maana hatakuwa hata na viti. Akaleta. Yule binti akafagia mahali pala, akalima mahali pala ambako sisi tutakaa. Yule binti mimi sikuelewa, hatukupanga naye, hatukuongea naye, hatumjui. Yule binti akatuhudumia kwa siku zote za mkutano wetu wa Injili. Siku ya mwisho tukamuita, tukamwambia umetuhudumia kwa siku zote hizi, unatamani Mungu afanye nini kwako? Yule binti akapiga magoti, akatuambia, alikuwa na mtoto mmoja, akatuambia mimi nilikuwa mwimbaji mzuri kanisani kwetu, lakini niliamka kwenye dhambi ya uzinzi, nikabeba mimba, na sasa nilifukuzwa kihuduma. Niko hapa, sina amani, sina furaha. Nimefanya kazi hii yote, nimemtumikia ili Mungu aniona, anikumbuke. Kwa hiyo ninaomba watumishi wa Mungu mniombee rehema. Akapiga magoti pale, tukamuongoza sala ya toba, tukamuombea. Wakati tunaomba nguvu ya Mungu ilimshukia yule binti, akalia sana, kagaragara chini pala, kalia. Nikamwambia watu mwacheni, kwa sababu anajua anatengenezaje na Mungu wake. Akagaragara. Baada ya muda kadhaa, macho yalikuwa mekundu, yamevimba. Aliponyanyuka pale, yule binti hakuwa yule wa kwanza. Yule binti alikuwa mwenye furaha, amani, alituhudumia kwa kiwango kikubwa, na alirudi tena. Alikuwa anakaa Dar es Salaam, alirudi tena, akarudi akaendelea kumtumikia Mungu. Sasa yule binti uwezi amini kama alishawahi kuzaa. Ukikutana naye unaweza ukachumbia kabisa, ukaoa. Biblia inasema katika Zaburi ya 103:3, akusamee makosa yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aushibisha mema uzee wako, na ujana wako unarejezwa kama tai. Lile neno nasema, na Bwana ndiye afanyaye mambo haya ya haki. Sasa
Yule binti alipokea neno la watumishi wa Mungu, akafunguliwa pale pale. Alipokea neno lililotoka kwenye kinywa na lilikuwa tayari ndani mwake. Amejaza imani ya kuamini, hakika watumishi wa Mungu akinitamkia neno nitaondoka. Ilikuwa ni kazi rahisi sana kwa Yesu. Kuna watu walikuwa wanamsikia anasema nini. Anaposema mimi ni mwana wa Mungu aliye hai, wengine walimuelewa vizuri zaidi. Na ndio maana anamuuliza Petro, watu huku wanasema mimi ni nani? Akasema watu wanasema wewe ni miongoni mwa manabii wa zamani. Na watu wanasema sijui ni nani. Akasema wewe unasema mimi ni nani? Unavyoniona mimi? Akasema wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo neno lililokuwa linatoka ndani ya kinywa cha yule mtumishi wa Mungu lilileta matokeo kwenye maisha yake, kwa sababu unavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Unavyoniona mimi, unavyojiona wewe ndivyo ulivyo. Ninavyojiona mimi ndivyo nilivyo. Ukiona mtumishi wa Mungu anaongea hapa kwenye TV, lazima hapa kuna neno langu, utaondoka nalo. Ukiona mtumishi wa Mungu ambaye amenipa neema, Mungu amenipa neema ya kufungulia Star TV, na mtazama mtumishi wa Mungu kwa neno, yawezekana hujaenda kanisani, yawezekana unaingia ibada ya pili, yawezekana umetoka huko nyumbani, yawezekana kuna neno ambalo unatamani usikie. Ndio hili sasa nakwambia. Na kama hili neno unalosema na wewe hapa litaingia ndani ya moyo wako, leo utakuwa mtu wa tofauti sana. Utabadilika kutoka mahali ulipo, utakwenda mahali pengine. Kwa hiyo nguvu ya neno la Mungu linauisha, linabadilisha maisha ya mtu. Watu wengine umekuta walikuwa walevi, wametoka kwenye ulevi. Watu wengine walikuwa kwenye bangi, walitoka kwenye bangi, wameacha bangi. Nini? Ni neno limebadilisha maisha ya watu. Limebadilisha mtazamo, matamko. Neno la Mungu lina nguvu kubwa sana. Unavyolisoma, unavyolibeba, lazima lilete matokeo kwenye maisha yako. Kinachokuhamisha kutoka kwenye ufalme wa giza kwenda kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake ni neno. Neno linakuhamisha kutoka kwenye ufalme wa giza, linakuondoa. Aidha ni neno la toba, Mungu nisamee. Kitendo tu cha yule mtu aliyeingia msalabani na Yesu, matamko yao, nasemea nguvu ya matamko tena, hii point ya pili. Matamko ya watu wawili waliokuwa wameingia msalabani na Yesu yalileta matokeo ya watu waelekee. Mmoja anasema kama wewe ni mwana wa Mungu basi na ujiokoe. Aliamua hapo hapo ataenda wapi baada ya kufa kwake. Lakini mwingine anasema Mungu, Yesu, unikumbuke kwenye ufalme wako. Pale pale Yesu anamgeukia na kumwambia, hakika leo nakwambia, siku ya leo, saa hii ninateremka na wewe kwenda paradiso. Ninakwenda na wewe. Huyu mtu amekaa kwenye dhambi miaka yote. Huyu mtu ameua miaka yote. Huyo mtu ameiba, amebomoa, alikuwa ameandikiwa dhambi saa nyingine ambazo kama zingekuwa zinapima kwa kilo au kwa tani, dhambi za yule jamaa zilikuwa ni tani 80. Lakini tani 80 ya dhambi zake Yesu kwa maneno mepesi tu, hakutoa hela yoyote, hakutoa gharama yoyote. Unajua kuna tenzi naimba, sipati patanishwa ila damu yake Yesu, hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Yaani yule mtu alihitaji tamko. Yesu aliposema tunakwenda wote pamoja paradiso, waliteremka pamoja. Haleluya. Waliteremka pamoja. Alipata msamaha pale pale, msamaha wa dhambi. Neno la Mungu linasema sadaka za kuteketezwa sijapendezwa nazo. Nitalifanya agano hilo bora kuliko hili agano. Agano la damu ya Yesu Kristo limetununua kwa bei ya thamani sana. Kwa hiyo nguvu ya matamko ina nguvu kubwa sana. Matamko yana nguvu kubwa sana. Nguvu kubwa sana isiyokuwa ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Sasa kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 27 tunazungumza nguvu ya matamko. Ile sura ya 27. Sura ya 27 inazungumza juu ya watoto wawili, Yakobo na Labani. Biblia inapozungumza juu ya baraka ambazo alitoa Isaka kwa Yakobo na ndugu yake Esau.
Biblia inazungumza kisha Yakobo akisha tengeneza chakula, make baba amemwambia Esau, nenda, muda wangu wa kufa umekaribia. Biblia inasema ikiwa ni mzee aliyekaribia kufa, amezeeka, haoni, akamuita mtoto wake wa kwanza, mzaliwa wa kwanza, hebu nenda ukaniwindie wanyama, unitengenezee chakula kitamu nikipendacho, nile nipate kukubariki. Kwa hiyo kumbe kesho ya Esau au ya Yakobo ilikuwa ndani ya kinywa cha baba yao. Kwa hiyo yule jamaa akakimbia aende kuinda. Mama wa watoto wao akasikia, na mama yule alikuwa anatakiwa kuchukua baraka za mzaliwa kwanza ni Yakobo. Kwa hiyo akakimbia kwa Yakobo akamwambia, tengeneza mwanambuzi, alafu nitakutengenezea chakula uende baba yako akapate kubariki. Akasema haiwezekani, anatakiwa kuchukua baraka ni kaka yangu. Akasema pana. Akasema pana, wewe nenda. Baba atanilaani. Akasema laana itakuwa juu yangu, si juu yako. Kwa hiyo akatengeneza chakula. Ukisoma hiyo sura ya 27 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea mpaka 28, unazungumza mambo makubwa. Sasa nataka nikate story kidogo ili tupate muda wangu kidogo umekwenda. Biblia inazungumza kisha Yakobo akapeleka chakula. Ukisoma ile sura ya ule mstari wa 28, naomba nisome pale kwenye kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 27, ile sura ya 27 mstari wa 28, kuna maneno mazuri sana ambayo na tutawashirikishana hapa kidogo. Sasa baada ya Yakobo kuleta chakula kile mbele ya babake mzee Isaka, sasa yule mzee akaanza kumega tonge, alafu anatamka baraka. Sasa anatamkaje? Nakwambia nguvu ya matamko. Kwa hiyo hata mimi leo hapa nikimaliza nikikutamkia neno, kama kweli moyo wako umepandwa mbolea, nikitoa mbegu nikaiweka ndani mwako, inaondoka na matokeo. Yaani kuna watu hapa wanaonitazama leo wataondoka na matokeo baada ya neno hili nitakayokwenda kutamka. Sasa mzee anatamka neno, anasema Mungu na akupe ya umande wa mbinguni na ya manono ya nchi na wingi wa nafaka na mvinyo. Mstari 27, mataifa wakutumikie na makabila wakusujudie. Uwe bwana wa ndugu zako na wana wa mama yako na wakusujudie. Atakayekulaani na alaniwe, na atakayekubariki na abarikiwe. Anabarikiwa mzee Yakobo. Mzee Yakobo ndiye amezaa makabila 12 ya Israeli. Neno lile alitamka mzee Isaka, lakini neno ile mpaka leo linaishi kwa kizazi cha mzee Yakobo. Na ndio maana unavyoona baadhi ya watu wanaigusa Israeli, wanatamani kupigana nayo, wanatamani kushambulia, hawawezi, kwa sababu andiko lishasema atakayemlaani Israeli amelaaniwa. Maandiko mengine yanasema awagusaye watu wangu aigusa mboni ya jicho langu. Atakayewabariki amebarikiwa. Kwa hiyo Yakobo, Israeli iliishi haitegemei neno lako. Neno lilishatolewa muda mrefu. Kwa hiyo anatembea ndani ya neno. Yakobo hili abarikiwe, ategemei baraka yako, ategemei dhahabu zako, ategemei uchumi wa nchi nyingine. Hapana. Aliposema ya umande yawe kwenye nchi yake yalikuwa. Leo Israeli inaweza ni nchi kubwa inayolima mboga. Ni nchi kubwa inayotengeneza matunda mengi sana. Ni nchi iko vizuri kiteknolojia, imesonga mbele. Ni nchi iliyobarikiwa, haijalaniwa, imebarikiwa ile nchi. Kwa sababu gani? Neno lilitamkwa. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo neno, siku moja nilikuwa hapa Star TV, baada ya kutoka watu wengi, kuna watu wananipigia simu wengi. Akanipigia mama mmoja, baba mmoja mzee kutoka mkoa fulani, sitautaja. Akasema mke wake amekimbia katika umri wake ule, ameondoka akaenda akaacha mji. Na akasema sasa mimi mwanangu nimezeeka, mke wangu ameondoka, ndio nilikuwa nimebaki naye, nafanya nini mwanangu? Nikamwambia mzee, unamwamini Mungu? Akasema ndio maana nimekupigia simu. Tukaomba, nikamwambia Mungu anakwenda kumrejesha mke wako. Tukaomba, nikamtamkia maneno. Mimi naamini sana katika kutamka. Baada ya muda yule mama alirudi nyumbani kwake na kufuatwa na kwenda kukalishwa vikao. Alirudi nyumbani kwake. Wakati fulani nilikuwa namwombea mama mmoja ambaye alikuwa na watoto wako Dar es Salaam, lakini wako nje ya nchi, hawaelewani.
huyu yuko Singapore, huyu yuko Marekani, huyu yuko Tokyo, lakini hawaelewani wale watoto. Na mama anaumia, kwa nini watoto wangu hawaelewani kabisa? Kwa hiyo tukaomba naye yule mama kwa njia ya simu, na nikamwambia anipe majina ya watoto wake. Nikaomba na nikawaombea wale watoto. Baada ya muda yule mama alimshukuru Mungu sana, kwa sababu wale watoto wake walirudi wakawa wanapatana vizuri kabisa. Nguvu ya matamko, nguvu ya kutamka. Sikiza nikwambie, wewe uliyemwamini Kristo, amini neno la Mungu lina nguvu zidi ya maisha yako. Linaweza likabadilisha chochote. Hakuna mchawi anatakiwa abebe hatima yako. Hakuna jirani anatakiwa abebe hatima ya maisha yako. Hakuna baba anatakiwa abebe hatima ya maisha yako. Hatima ya maisha yako imebebwa ndani ya kinywa chako na ndani ya neno la Mungu. Neno la Mungu linalosema uua, lakini roho anauisha. Hakuna mchawi. Kwa nini mchawi akuamulie watoto wako waishije, wasomeje? Watoto wako watasoma shule, na wewe unakubali, unakimbia kwa waganga, unakwenda kule. Nani alitamka? Mchawi. Nani alitamka? Babu yangu alilaani. Sikiza nikwambie, neema ya Mungu ina nguvu kuliko laana. Sisi tulilaaniwa. Sisi tulikuwa hatukuwa Wayahudi. Sisi sehemu ya Wayahudi. Sisi hatutakiwa kubeba baraka za Myahudi. Sisi tumefanyika, si kabila la watu waliotahiriwa. Tumeingizwa kwa agano kwa njia neema ya Kristo Yesu. Sisi leo ni Wayahudi kwa sababu ya neema ya Kristo. Kwa hiyo ile neema ina nguvu, inauisha, inabadilisha maisha. Sikiza Mtanzania unanisikiliza. Kama unahitaji kubadilisha kesho yako, badilisha namna unavyoiona kesho yako. Badilisha namna unavyotazama. Badilisha namna unavyofikiri. Badilisha namna unavyopokea message za watu wengine. Badilisha marafiki ulionao ambao wanakuzamisha wakupeleki mbele. Biblia inasema katika Zaburi, nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu watoka katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Neno la Mungu linasemaje juu ya maisha? Hautakufa bali utaishi. Hautakuwa tasa bali utakuwa mama wa mataifa mengi. Utakuwa aliyebarikiwa. Ili neno lina nguvu. Kama wachawi wanaweza wakakutamkia, je, Mungu aliye hai hawezi kukutamkia? Haiwezi kuwa. Maneno ya Mungu yaliyoko kwenye maandiko hayawezi kuwa. Leo hii tunaona maandiko ni kama gazeti. Ni kwa sababu namna tunavyoona sisi sivyo Mungu anavyotutazama. Na kutamkia jioni hii, asubuhi ya leo, katika jina la Yesu, iwe asubuhi iliyo njema maishani mwako. Unyanyuke maadamu Mungu amekupa neema ya kunitazama wewe mtazamaji. Na kutamkia katika jina la Bwana majeshi aliye hai. Nyanyuka wewe usinziae. Mungu akuinue kutoka mavumbini, akuketishe na wakuu katika jina la Yesu aliye hai. Pokea hilo neno kama unalisikia na kama unalipata, na kama moyo wako umepandwa mbegu, umepandwa mbolea. Kwa hiyo neno hili halidondoki bure, linakwenda ndani ya moyo wako, linauisha nafsi yako, linabadilisha namna unavyoona, linabadilisha namna unavyotazama katika jina la Yesu. Nyanyuka mahali uliposonga mbele. Waliokutamkia hayo maneno ni ya kwao. Wewe unayo mamlaka ya kujitamkia. Utakiwi kutamkiwa na mtu mwingine. Uombi ruhusa ya kutamkiwa na mtu. Nataka kufungua biashara. Uombi mtu ruhusa ya mtu. Unaomba ruhusa kwenye kiti cha enzi. Unakata rufaa kwa Jehova. Unakata rufaa kwa Yesu aliye hai. Acha kumtazama Mungu. Neno la Mungu linasema, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyie mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Mungu. Mtu wa Mungu, nakutamkia asubuhi. Inuka mahali ulipo. Na wewe kama uko hapo umelala ni dhaifu, na kutamkia neno hili likakuishe. Ikatoke kwenye TV kama shoti ya umeme. Ikakamate mwili wako, ikakamate mishipa ya damu, ikakamate nyama, na kutamkia neno hili ukapokea uzima katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ufunguke mahali ulipo. Na kama umesumbuka na mapepo na mizimu ya kwenu, kwa jina la Bwana wa majeshi na kutamkia, nyanyuka ukasonge mbele katika jina la Yesu. Hayo mapepo ya kuachie kwa jina la Yesu. Hayo mapepo, ndo huduma inaendelea hivyo. Mapepo ya kuachie katika jina la Yesu. Nguvu ya Mungu ipite kwenye maneno yangu kama shoti ya umeme. Hayo mapepo hayawezi kuvumilia. Hizo nguvu za giza haziwezi kuvumilia. Umekaa chumbani, umekaa sebreni, naomba nguvu ya Mungu itembee katika jina la Yesu. Moto ukawake wa ajabu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ndio maana umenitazama leo. Iko nguvu, uko muujiza special kwa ajili yako. Mungu yupo tayari kukuweka huru katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Muda wangu ni mchache na muda wangu umekwenda sana. Lakini kwa muda huu nataka nitambulishe huduma zetu. Alafu baadaye tutaomba. Napatikana katika kanisa la Glory
la Glory Assemblies of God Tanzania, makao makuu yetu yakiwa Morogoro pale, lakini pia hapa Mwanza, niko Mwanza hapa kwa wakati huu, kanisa letu likiwa Kisesa stendi pale. Ukifika Kisesa stendi utataja namba yangu ya simu, unaweza ukapiga, alafu tutakuelekeza namna ya kufika kanisani. Lakini pia pale Arusha Njiro ndogo lipo kanisa letu la Glory, tuko pale tunamwabudu Mungu. Tunakukaribisha sana kanisa la Njiro Glory, na yuko mtumishi wa Mungu, yuko askofu wetu pale, atakuhudumia kwa viwango vya ajabu, na ninaamini Mungu atakufungua kupitia mtumishi wa Mungu. Na mimi muda wote nitakuwa Arusha. Kwa hiyo wewe ulioko Arusha, ndani ya mwezi wa 12 nitakuwa Arusha hapo. Unahitaji huduma ya maombezi na kuombewa, unisubiri Arusha, nitakuwa hapo. Lakini pia kama utakuwa na dharura, tataja namba yangu ya simu, utanipigia kwa njia ya simu, alafu tutaomba kwa njia ya simu, na Mungu atakwenda kukubariki sana, watumishi wa Mungu. Sasa nataka nikuongoze sala ya toba, wewe ulinayonisikia hapo ulipo. Sala ya toba ni kwa kinywa. Kumbuka tumejifunza nguvu ya neno. Kwa hiyo unapookoka leo, hata kwa njia ya TV, kuna badilika leo. Kuanzia sasa utakuwa na mabadiliko mapya. Sasa nitakapofika kwa mimi fulani bin fulani, tutataja jina lako na la ukoo wako au la baba yako, utakuwa umefunguliwa. Basi nyosha mikono yako, sema: E Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi mwenye dhambi. Ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakataa laana, mikosi, mizimu, uchawi, vifungo vya kila namna, magonjwa, kila roho zote ninazikataa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ongela kwa kuokoka. Kuanzia leo umeokoka. Nenda kwenye makanisa yetu ya Kipentekoste, ukatafute kanisa lolote, ukasali hapo, iwe TAG, EAGT au makanisa mengine yoyote. Wewe ulioko mjini hapa, lipo kanisa la KVCC Kirumba kwa Pastor Geoffrey Rugisha. Nenda pale utapata huduma. Ulioko Kirumba na sehemu zingine zozote. Wewe ulioko Kisesa, iliko kanisa letu la Glory, utafika pale utahudumiwa. Wewe ulioko Arusha, utafika Arusha pale utahudumiwa na Mungu atakuhudumia. Na wewe ambaye unatamani kupokea namba yangu ya simu, utapata namba yangu ya simu sasa hivi, utaweza kunipigia baadaye, alafu nitakwenda kukuhudumia kama Mungu alivyoniongoza kuwahudumia wengine walioko Pemba, walioko na mikoa mingine. Watu wengi wamefunguliwa, wengi sana. Sina namna ya kutoa shuhuda nyingi hapa, lakini wengi ambao toka nimeanza kuwa Star TV hapa walikuwa wakinipigia. Nina watoto wengi wa kiroho ambao nimewaongoza sala ya toba, wengine wameombewa, wamefunguliwa, sijawahi kuwaona machoni. Wengine ninawasiliana nao kila mara, wengine ninaomba nao wakiwa Singida, kikosi cha watu karibia 30-50. Ninaomba nao, ninawahudumia na wanafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa neema ambayo Mungu amenipa, ambayo pia amenipa kuwahudumia Watanzania. Na wewe unaponisikiliza, Mtanzania ulioko hapo, Mungu akupe amani. Akupe kuyatazama yaliyoko mbele, sio yaliyoko chini. Akupe kutomtazama mwanadamu au yeyote, tazame Mungu aliye hai. Kesho yako ni njema katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Basi naomba nikuombee sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Mungu kwa ajili ya Watanzania hawa. Na wakabidhi mikononi mwako. Yuko mama ananitazama hapo, anahitaji kufunguliwa na uvimbe tumboni. Katika jina la Yesu Kristo Anthony I, ninatangaza nguvu ya uponyaji juu ya mama huyu mwenye uvimbe tumboni. Katika jina la Yesu Kristo. Yuko mama amesumbuliwa na nguvu za giza. Katika ulimwengu wa roho ninatamka nguvu ya uponyaji kwa utukufu wa nguvu zako. Huyo mama akakombolewe kwa utukufu wa nguvu zako na kwa damu ya Yesu. Yuko baba ametafuta ajira, apati ajira. Mungu kupitia neno hili na nguvu ya imani iliyoko ndani mwake, Bwana akapokee ajira katika jina la Yesu Kristo. Sante Mungu. Yuko kijana ambaye anatamani kwenda masomoni, amekosa ada. Mungu namkabidhi mikononi mwako. Mpe ada kaende masomoni kwa utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru. Amen. Na kwenda kutaja namba yangu ya simu. Usinipigie sasa hivi, naomba unipigie baada ya muda kadhaa, kwa sababu bado niko hapa studio. Nataja namba yangu ya simu ni 0762664952, 0762 664952, 0762664952. Kama unahitaji kujiunga kwenye maombi ya saa
kwenye maombi ya saa saa 6 usiku. Tunalo grupu la maombi nchi nzima ambao tutakuwa na maombi ya saa 6 usiku. Nitakupa connection namna ya kujiunga kwenye grupu hilo, kwenye grupu la maombi ya kuanzia saa 6 usiku, ili uwe unaamka saa 6 tunaingia kwenye maombi. Watu wengi wametoa shuhuda kwa mambo Mungu ambaye amewatendea. Kwa hiyo nataja namba hii kwa mara ya mwisho, 0762 66 49 52, 0762 66 49 52. Mungu awabariki wa Tanzania wote mnaonitazama, awape amani, awape furaha, awape kutomtazama mwanadamu bali kumtazama Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Awape upendo katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awatunze. Karibu sana. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie